hatuyaoni haya? Hatuoni press conferences za masheikh wakitoka na kutumika endorse mambo mbalimbali ya ambayo wakati mwingine huoni hata kama yana faida na dini yetu? Unajua, matatizo mengi ambayo tunayo sasa ni matokeo ya tabia ya watu wengi kutopenda kujifunza kutoka katika historia. Yes, we do not learn from history. Yes, tunapata shida nyingi sana kwa sababu tumekuwa hatupendi kuisoma historia. Nikwambie ukweli, mambo yote, karibu yote ambayo unayaona yanatokea leo, matatizo yote ambayo unayaona tunayo leo ni copy and paste ya mambo yaliyokuwa nyuma. Hakuna jipya. Kukupa mwanga upate kulifahamu hili uzuri, ngoja nikupe kisa kitamu cha mtawala mmoja mashuhuri kutoka Ufaransa, bwana Napoleon. Mwaka 1798 Napoleon alivamia Misri, na kabla hajafanya uvamizi alipeleka ndege ambazo ziliangusha vipeperushi. Hivi vipeperushi vilitupwa, vilisambazwa katika miji mbalimbali nchini Misri kupitia hizo ndege. Ndege zinapaa juu alafu zinadondosha vipeperushi. Moja kati ya maneno ambayo yaliandikwa kwenye hivi vipeperushi ni viongozi wenu nyinyi wa Misri wananuka rushwa. Viongozi wenu hawawajali. Viongozi wenu ni wapenda anasa. Wanaishi katika majumba ya kifahari. Wanatumia pesa zenu kulisha matumbo yao. Hawawajali. Wanajinufaisha wao na familia zao tu. Tazama magari wanayotembea nayo, tazama maisha wanayoishi, na tazameni ninyi mnavyoishi. Haya ndio maneno ambayo yalikuwa kwenye vipeperushi ambavyo vilikuwa vinadondoshwa na hizi ndege za majeshi ya Napoleon katika miji mbalimbali ya Misri. Kusema tu ule ukweli, huu ujumbe ambao Napoleon alikuwa akiutuma kwa Wamisri ni ukweli. Matatizo mengi ambayo ameeleza katika hizi jumbe zake ni ukweli. Kitu ambacho huwa kinatokea ni kwamba huwa wana capitalize katika weaknesses ambazo viongozi wetu wanazo. Kibinadamu, kiongozi akishakaa madarakani anaweza kujisahau. Ataishi vizuri kuliko na watawala. Atajiangalia uzuri zaidi kuliko anaowatawala. Kwa hiyo normally huwa wana capitalize katika matatizo ambayo viongozi wetu wanayo. Na wakati mwingine hata viongozi wao huko pia wanayo hayo matatizo. Ila pengine inaweza ikawa si kwa kiwango ambacho viongozi wetu wanacho. Na hili jambo unaweza kulielewa kwa sababu mahala ambako wao wapo na tulipo ni tofauti. Kwa mfano Marekani, tangu wamepata uhuru wana miaka zaidi ya 200. Nadhani ni 250 na kidogo. Umeona? Unatarajia tunaweza kuwa sawa na mahala wao walipo? Sisi hatujafikisha hata miaka 70. Sitoi an excuse kwa viongozi wetu wakosee au wafanye haya ambayo baadhi yao tumekuwa tukiona wanafanya, lakini inajaribu kukuonyesha kwamba mabepari mara nyingi wakitaka kuja kuvamia, wakitaka kuja kucolonize, wakitaka kuja kuhodhi maeneo, kuchukua mamlaka, kufanya wanayoyataka, mara zote wamekuwa na hadithi ile ile. Hakuna kipya. Sasa baada ya Napoleon kuivamia Misri,
haikuwa rahisi kuitawala. Wazungu wana msemo mmoja unaosema you can invade, you can conquer, you can kill, but you cannot rule people who do not want you to rule them. Unaweza wavamia watu, unaweza ukahodhi maeneo ya watu, unaweza hata ukawaua watu, lakini huwezi kuwaongoza watu ambao hawakutaki. Huwezi kuwaongoza watu ambao hawataki waongoze. Hili somo Marekani na jamaa zake liliwashinda. Siku zote limekuwa likiwashinda. Kwa sababu ukiangalia mfano Iraq, Afghanistan, Vietnam, walijaribu kufanya hili jambo likawashinda. Walijaribu kuingiza tawala zao, kutawala pale. Walishindwa kwa sababu huwezi kutawala watu ambao hawataki watawala. Sasa Napoleon ili kuwaingia wa Misri akajaribu kutafuta mbinu za kufanya ili aweze kuwatawala kirahisi. Alifanya nini? Alienda katika chuo kikuu cha Al-Azhar na kuchagua maulama 9. Baada ya kuchagua maulama hawa 9, alikaa nao chini na kueleza kwamba inabidi watoe fatwa. Ona yale ambayo tunayaona leo. Alikaa nao chini akawaelekeza watoe fatwa kwa Waislamu. Na kweli wale mabwana wakaandika fatwa. Kuanzia sasa Napoleon ndio mtawala wenu. Ni lazima kumtii Napoleon. Ni lazima kutii mamlaka. Na mwisho, yeyote ambaye hatatii mamlaka ya Napoleon atakuwa amefanya fasad kubwa katika huu ulimwengu. Atakuwa amefanya ufisadi mkubwa katika huu ulimwengu. Hizo zilikuwa ni fatwa za masheikh 9 mwaka 1798. Haya mambo leo hii tunayaona. Kapo lipo, sijui uko wapi. Kenya, Uganda, unajua wewe. Lakini haya mambo wa leo tunayaona yanafanyika. Tunaona namna ambavyo viongozi wa dini wamekuwa wakitumika. Hakuna kipya. Wale mashehe wakatoa fatwa, lakini bado mfalme akahisi bado kuna nguvu inahitajika zaidi. Akamfuata rais wa wakati huo wa chuo cha Al-Azhar, bwana Sheikh Abdallah Sharqawi. Akakaa naye chini, akaanza kumbembeleza. Alikuwa ni mtu mwenye hadhi na heshima. Hakuwa ni mtu mwepesi kuingilika. Akakaa naye chini, akaanza kumbembeleza. Bana, naomba uendorse hii fatwa iliyotolewa na hawa masheikh 9. Naomba uiunge mkono mbele ya watu. Toka iunge mkono. Hatuyaoni haya. Hatuoni press conference za masheikh wakitoka na kutumika kuendorse mambo mbalimbali ambayo wakati mwingine huoni hata kama yana faida na dini yetu. Hakuna kipya. Sheikh Abdallah Sharqawi akamwambia, mheshimiwa, nimekusikia, lakini naomba ufanye kitu kimoja. Mimi nina condition moja. Nitafanya hiko ambacho unataka nifanye. Nita-endorse, nitatoka na kuunga mkono fatwa ambayo imetolewa na masheikh wetu na vijana wangu, lakini naomba nikupe sharti moja. Naomba nikupe condition moja. Tamka kwanza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tamka hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila
Allah, ila Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ukitamka haya maneno nita endorse fatwa iliyotolewa nao Mashaikh 9. Hapa kuna cha kujifunza. Wakati wote si busara kuvimbiana na mamlaka. Si busara, huwezi kuvimbiana na mamlaka. Kitu ambacho ni busara kufanya in situations, katika hali za mambo, kwa mfano wanakuja na kutaka ufanye majambo ambayo unaona haya majambo hayako sawa katika dini yetu, unaweza usiwakatalie. Kacheza nao, kawazungusha hii endea, ukazungumza nao katika namna nzuri bila kuwakubalia wala kuwakatalia. Lakini muhimu kuliko vyote, usikubali kutumika kuumiza Uislamu. Usikubali kutumika kuiumiza dini yako. Hapa tunapita. Usikubali kuharibu amali zako kwa sababu ya haya maisha ya hapa duniani. Kwa hiyo kuwa too smart. Usiwe mkali sana. Usijaribu kuonyesha una misimamo sana. Tumia akili kuliko nguvu. Ila muhimu, usikubali kutumika kuiumiza dini yako, but usivimbiane nao. Tafuta namna nzuri ya kuishi nao, kama ambavyo Sheikh Abdullah Sharqawi amefanya hapa. Amekuwa very smart. Kwa hiyo bwana Napoleon akatoka pale. Baadhi ya wanahistoria wanasema bwana Napoleon kidogo alikuwa amejaa lakini kile ambacho kinaelezwa ni kwamba aliomba aende akalifikirie. Aliomba aende akaifikirie hii condition ambayo alipewa na rais wa chuo cha Al-Azhar wakati huo, bwana Abdullah Sharqawi. Yes. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunapaswa tujifunze. Ni mambo ambayo yamekuwa yakitokea tangu enzi na enzi. Tunayaona sasa, baadhi yetu tunaamini ni mapya, lakini hakuna kipya. Kwa hiyo tukiwa ni watu ambao tunapenda kujifunza historia, inaweza kutusaidia sana kuepukana na matatizo mengi ambayo yanatuzunguka, kwa sababu hakuna jipya. Inasemwa kwamba hii ndio ilikuwa mara ya kwanza kwa mkoloni kwenda na kutawala moja kwa moja. Kimombo wanasema kufanya ile direct colonization. Napoleon, huyu Mfaransa, ndo alikuwa wa kwanza. Baada ya yeye Waingereza, Wajerumani na wengine ndio wakafuata. Baada ya kumuona amefanya na amefanikiwa, wakaona kumbe inawezekana. Kwa hiyo ikaenda, baada ya vita ya pili ya dunia, wakoloni wakaona kwamba haikuwa busara kuendelea kufanya direct colonization, kuja na kututawala moja kwa moja, kututawala kimabavu. Wakaona ni hatari, ni riski kwao, umeona. Wakabadilisha gia, badala ya kuja wakawa na tutawala, walichofanya ni kuweka ndugu zetu wa Afrika wenzetu, majirani zetu, watu ambao tunaishi nao huku mtaani, wawe ndio viongozi wetu. Alafu wakishakuwa viongozi wetu, wanatuendesha kupitia miongozo yao. Yes. Mnaona leo mko huru na mnajisikia fahari, lakini sera na mambo yote vinapangwa Washington, vinapangwa Geneva. Tutawaacha watajitawala, watafeel kwamba wako huru, lakini wataishi kwa mujibu wa sera zetu. Wataishi kwa mujibu wa sera zetu. Kwa hiyo imekuwa iko hivyo. Watakaa, sababu wazungu wana akili sana. Badala kuja na kuwahemea mgongoni, tunawaacha.
Tukishawaacha tutawaelekeza cha kufanya. Hao viongozi wao ambao wanawachagua, tutawaelekeza cha kufanya. Wataishi kwa mujibu wa sera zetu. Alafu kupitia hizo sera nchi zao zitatupa malighafi, na wakati mwingine zitakuwa ni masoko ya baadhi ya kampuni zetu huku Ulaya. Kwa hiyo wakatuacha tukaanza kuimba nyimbo za kwamba tumekuwa huru, lakini kiukweli bado hatuna uhuru. Japokuwa hali kidogo siku hizi inakuwa beta, lakini kweli halisi ni kwamba bado hatujawa huru. Hadi wakati mwingine, assalamu alaikum.